Tukielekea huko nchini Nigeria, hatimaye jeshi la serikali limemuua kamanda mkuu wa kundi la Boko Haram, miongoni mwa makundi hatari nchini Nigeria. Wanajeshi wa Nigeria wamefanya operesheni ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mwa taifa hilo na kumuua kamanda mmoja na wapiganaji wake wengine karibia 10 wa kundi hilo. Operesheni hiyo ilifanyika katika jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Jeshi la Nigeria limemuinda kamanda wa kundi hilo la Boko Haram, Abu Khalid, ambaye alikuwa amejificha katika msitu wa Sambisa na kumwangamiza pamoja na wapiganaji wake. Khalid alikuwa anashikilia nafasi ya pili katika uongozi wa kundi la Boko Haram na alikuwa anaongoza operesheni nyingi za kundi hilo. Katika jimbo la Zamfara, wanajeshi wa Nigeria waliweza kuzuia shambulio la raia kutoka kwa makundi yaliyojihami. Wanajeshi waliweza kuchukua maeneo yaliyokuwa yamekaliwa na Boko Haram na kuondoa wapiganaji na kutoka katika baadhi ya maficho yao, lakini kuongezeka kwa mashambulizi mabaya kuanzia miaka 2009 hadi 2015, ambapo pia ilidaiwa kwamba kundi hilo lilikuwa likiwateka wanafunzi na hata raia wa kawaida, limesababisha wengi kuuliza ni nini chanzo cha kutofaulu kwa mamlaka za Nigeria na kulishindwa kundi hili. Hata hivyo, mwaka 2025 kulikuwa na mashambulizi mengi na kulingana na tathmini moja, raia na jeshi wanalengwa. Mamia wameuawa na silaha, lakini pia wamekuwa kinyang'anywa chakula pamoja na madawa. Kuna sababu ambazo zinatajwa kwamba zinasababisha jeshi la serikali kushindwa kupambana vilivyo na kundi hili. Kwanza ni kutambua kiini cha matatizo ambacho hakijashughulikiwa. Kutegemea zaidi mkakati wa kijeshi kukabiliana na Boko Haram ni kiini cha hali ya serikali kutokuweza kukabiliana na tishio hilo, wanasema wachambuzi wa usalama kutoka nchini Nigeria. Sababu zingine ni uwezo wa Boko Haram kuwasajili vijana, umasikini wa kawaida katika sehemu za mikoa, vile na njia za vurugu za waasi zinaweza kuendelea kuajiri kizazi baada ya kizazi cha wapiganaji. Wataalamu wanaonya watu wanapatikana kwa urahisi kuajiriwa ili waweze kuishi kwa kuwa wanalipwa fedha nzuri ambazo zinaweza kusaidia kwa ajili ya familia zao. Ndicho ambacho kinafanya kundi hili kila kukicha linakuwa na idadi kubwa ya watu. Lakini hata hivyo, linatajwa suala la ukosefu wa vifaa. Jeshi la serikali limekosa vifaa vya kuweza kupambana na kundi hili, na ndio maana kundi hili linakuwepo wakati wote. Kadhalika, suala la ufisadi linatajwa katika taifa hilo kuwa moja kati ya sababu ambayo inasababisha uongozi wa kijeshi kushindwa kupambana na kundi hili. Lakini mikakati ya kijeshi haina ufanisi. Shirika la habari la BBC liliwahi kuandika makala juu ya namna ambavyo mikakati ya jeshi la Nigeria kutokuwa na ufanisi. Jeshi la Nigeria limeshindwa kupambana vilivyo na kundi hili, ambapo Boko Haram kuanzia mwaka 2002 tangu lipoanzishwa lilikuwa likilenga kupinga elimu ya watu wa magharibi, lakini pia likishughulikia kijeshi miaka 2009 kwa kutaka kuondoa kabisa mfumo wa utawala wa kijeshi wa taifa hilo ambao unaonekana wenye kulegalega, huku ukipata ufadhili kutoka katika makundi ya Kiislamu kwa kile ilichokiita kwamba linataka kutengeneza dola ya Kiislamu na kuungana na hata na kundi la Islamic State mwaka 2015. Hata hivyo, ushawishi wa Boko Haram ulizidi kusambaa katika maeneo mengi, na hii pia ilisababisha nchi ya Nigeria hasa kupitia jeshi lake kushindwa kupambana vilivyo na kundi hili la Boko Haram. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho wakati huu kinatajwa kwamba jeshi la Nigeria limefanikiwa kumuua kamanda na kiongozi wa pili wa kundi la Boko Haram kaskazini mwa Nigeria katika eneo la Borno, ambako ndiko hasa makao ya kundi hili la wapiganaji wa Boko Haram huko Nigeria. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.